Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Na hapa kuna taarifa moja kwa moja kutokea huko nchini Irani, ambapo Irani imetishia kupanua vita vyake nje ya Mashariki ya Kati endapo Marekani na Israel zitaishambulia kwa mara nyingine tena. Sasa ripoti inaeleza kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC limetoa onyo kali kwa Marekani na Israel likisema kuwa iwapo mashambulizi dhidi ya Tehran yataanza tena, vita vitaenea nje ya Mashariki ya Kati na kusababisha madhara makubwa katika maeneo ambayo maadui wake hawataweza hata kuyafikiria. Kupitia taarifa iliyoripotiwa na shirika la habari la Meri, Iran imesema kuwa iko tayari kujibu kwa nguvu zaidi ikiwa uchokozi utaendelea, huku ikiahidi kutoa mapigo makali yatakayowaangamiza wapinzani wake. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na ujumbe tofauti kutoka kwa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu hatima ya vita hivyo. Trump alisema Jumanne kuwa Marekani inaweza kumaliza haraka mgogoro huo, akidai kuwa Irani inaonyesha nia kufikia makubaliano ya amani. Kwa upande mwingine, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema Marekani na Irani zote hazitaki mapigano kurejea, akibainisha kuwa mazungumzo yanaendelea katika mazingira mazuri. Hii si vita ya kudumu. Tutamaliza kazi yetu na kurejea nyumbani, alisema Vance alipoulizwa kuhusu muda mgogoro huo. Hata hivyo, Trump aliendelea kutoa vitisho vya hatua kali zaidi za kijeshi dhidi ya Iran, akisema Teherani imepewa muda mfupi wa kurejea kwenye meza mazungumzo. Aidha, alifichua kuwa alikuwa na saa moja tu kabla ya kuidhinisha shambulizi jipya dhidi ya Iran kabla ya kuamua kuahirisha hatua hiyo. Wakati huo huo, hali ya mvutano imeendelea katika mlango wa bahari wa Hormuz, eneo muhimu kwa biashara ya mafuta duniani. Takribani 20% ya mafuta na gesi na kimiminika duniani hupita katika njia hiyo, lakini shughuli nyingi za usafirishaji zimeathirika tangu kuanza kwa vita mnamo Februari 28, 2026. Vita hivyo sasa vinaendelea kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyotarajiwa na utawala wa Trump, huku kura za maoni zikionyesha kuwa Wamarekani wengi wanaanza kupinga kuendelea kwa mgogoro huo. Rasmi sasa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limetishia kupanua vita nje ya Mashariki ya Kati endapo Marekani na Israel zitaishambulia tena Iran. Sasa hii inamaanisha nini? Ni kwamba kuna nchi ambazo zimekuwa zikishinikiza Irani ishambuliwe kwa hivi sasa, huku kukiwa kuna ceasefire ya muda mfupi ambayo ilitangazwa kwa pande zote mbili chini ya usaidizi wa Pakistan. Kwa sababu kitu ambacho kinaonekana hapa ni kwamba katika nchi ambazo zimejumuika kupeleka meli za kijeshi katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, ikiwemo nchi ya Uingereza pamoja na Ufaransa, huenda zikakumbana na mashambulizi ya makombora ya Iran, kwa sababu si mbali sana kutoka nchi hizo za Ulaya na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilipo. Sasa hali halisi ambayo inatokea kwa hivi sasa ni kwamba kuna tishio la shambulio jipya huenda likatokea muda wowote kuanzia sasa, kutokana na vyombo mbalimbali vya habari vikiripoti kwamba kuna uwezekano wa shambulizi jingine kutokea wakati wowote. Lakini pia jinsi ambavyo rais wa Marekani Donald Trump alisema mnamo siku chache zilizopita kwamba huenda akaamuru shambulizi muda wowote, lakini akasitisha kutokana na kwamba alisema nchi za Ghuba zilimuomba asitishe mara moja kushambulia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku akisema kwamba wana nafasi ya mwisho kukubali kuingia katika mazungumzo na Marekani. Sasa kuna hali ya taharuki kidogo, ambapo Iran inazidi kujiandaa kupitia vikosi vyake vya ulinzi na usalama, hususan jeshi lake la anga pamoja na jeshi lake la majini. Basi kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, endelea kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.